Ni kweli nimeuona huo waraka ukitembea kwenye mitandao ya kijamii ukizungumzia kwamba uwezekano au nguvu ya kisheria iliyonayo mahakama ya kimataifa ya ICC juu ya wale ambao wasiofungamana na serikali ama vyombo vya dola, tunaita non-state actors. Sio sahihi kusema kwamba non-state actors hawawezi kuguswa au mkono wa ICC hauwezi kuwafikia non-state actors. Hakuna namna ambayo unaweza ukasema katika eti dunia ya sasa tunapozungumza haki ikawa ni haki ya upande mmoja, au tukazungumza wajibu tukauzungumza wajibu wa upande mmoja. Hapana. Pengine ni funzo linaweza kutoa fundisho. Unapotokea mambo kama haya, wewe unaweza kukaa mtandaoni na ukayachochea ukasema, sasa mimi si niliunga mkono tu nikawaambia watu wafanye, sasa kwani mimi nimefanya nini? Kwani mimi ndio niliandaa? Na wewe utakutwa. Au mtu mwingine anakuwa na confidence, na pengine labda wengine walikuwa na hiyo confidence kwamba pengine tukifanya ICC sisi haitotuhusu, tutahusika tu labda na sheria za ndani, na pengine tukifanikiwa kutokuwa nchini basi sheria hizo zitatukuta. Pengine huo uelewa haukuwepo kwamba ICC nayo inaangalia instigators wote, uwe uli influence, uwe uli fund, uwe uli mobilize, uwe uli plan, uwe uli strategize, uwe uli implement, yani kwamba wote kwa ujumla wake mnaweza mkawa kwa namna moja ama nyingine mkafukiwa na mkono wa sheria za kimataifa ya mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC. Nafikiri ni funzo kwamba yanapotokea mambo haya kila mmoja achukue tahadhari. Simu yako ya mkononi inaweza ikawa balaa, ujuzi wako unaweza ukawa balaa, chombo chako cha usafiri pengine unasema bana mimi mchango wangu nitatoa chombo cha njoni, inaweza ikawa balaa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatupa fundisho wote. Haki ni ya pande zote na wajibu wa watu wote, na kila aliyehusika kwa namna nyingine anapaswa kuwajibika juu ya tukio la Oktoba 29 ili lisijirudie tena.